Ni bahati iliyoje kukutana nawe katika duru za michezo kutoka hapa Fani Media. Karibu sana mtazamaji wetu, na leo hii tunafungua dimba la kipindi hiki katika bahati imara sana, ambapo kutakuwa na mtanange ambayo macho na masikio ya watazamaji yanaangazia mchezo kati ya timu ya taifa ya Tanzania pamoja na Tunisia. Katika mchezo huu ambao utaamua kati ya hatima ya Tanzania AFCON, basi tutakuwa na mengi ya kujadili hapa, mimi na wachambuzi wangu. Nitakuwa naye Lil Omi, lakini pia nitakuwa naye Abadi Koz. AFCON imeanza siku nyingi na Taifa Stars bila shaka tumekuwa na bahati ya kuingia katika michuano hii mara kadhaa, ingawa si mara nyingi, lakini mara kadhaa tumeingia. Lakini leo hii ni Taifa Stars pamoja na Tunisia. Unaangaziaje kwa ufupi kabisa mtanange huu kati ya Tanzania na Tunisia? Ukijaribu kuangalia Tunisia, ukijaribu kuangalia Tanzania kwa namna ambavyo kila timu inacheza, no approach ya Tunisia muda mwingi sio klabu ambayo inafunguka kwa 100%. Wanaona wanakuwa wanajaza viungo eneo la kati, alafu baadaye wanashambulia kupitia pembeni. Kwa hiyo mwalimu Gamondi anatakiwa ni kuangalia kwa namna gani yeye binafsi anaweza kujaza viungo ambao wanaweza kuwazidi Tunisia katika eneo la kati. Timu ambayo ukiangalia kwa makini Tunisia inaruhusu kufungwa, lakini pia nao wanafunga. Angalia mechi ya kwanza aliocheza dhidi ya Uganda, wameshinda goli 3, wameruhusu kufungwa goli 1. Angalia mechi ya pili dhidi ya Nigeria, kafungwa goli 3, karuhusu magoli 2, kafungwa goli 3 na yeye kashinda goli 2. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba kila mchezo ambao wanacheza wanafunga na wanafungwa. Kwa hiyo kitu ambacho wanatakiwa kufanya ni kuhakikisha kuwa upo compact katika eneo la kiungo, ili angalau watu wakipata goli 1 uweze kuwazia na wao wasiruhusu. Lakini kwa namna ambavyo wanacheza, basi mwalimu anatakiwa kwa eneo la kati la Tanzania liwe na wachezaji ambao wana utulivu mkubwa sana, kutokuwa paruhusa viungo wa Tunisia kupiga mpira ile mirefu nyuma ya mabeki. Vipi kuhusiana na Lil Omi, unazungumziaje kikosi cha timu ya Tanzania? Vitu ni vingi ambavyo vinaweza kutumika Tanzania kubadili na kufanya kuwa bora zaidi. Hususan kwenye ufungaji, kwenye ushambuliaji bado Tanzania iko butu sana. Ukiangalia kama dakika 97 pale zilizoongezwa dakika 7, basi utakuta kwamba Chazi Mombwa yeye na nyavu tu, kipa yupo chini, mabeki hawapo, mpira umemrejea, anapiga nje. Kwa hiyo ushambuliaji unahitaji kufanywa kazi. Pia kwenye uzuiaji hatujakuwa na ile concept ya kuwa tunaziwia kwamba tumefunga bao tuna uhakika 100% tunaweza kuzuia mabao. Kwangu mimi bado sehemu hizo ambazo hatujafanya vizuri. Sina mashaka na eneo la kati wala wings, ila tukifanya vizuri zaidi leo, basi nione kwamba pembeni basi wanaongezeka watu wale ambao ni tunasema ushapevuka katika mechi za kimataifa. Ukizunguzia Shomari Kapombe, ni watu ambao wanaanza kukupa kitu, Kibu Denis wanaanza kukupa kitu, lakini mwalimu ana approach yake nyingine ambayo anaijua yeye. Kwangu mimi tukifanya marekebisho sehemu hizo 3, kwamba kiungo pamoja na ushambuliaji pamoja na nyuma backline inakuwa inapoteza mipira mingi na inafanya makosa ambayo ya kujirejea. Hususan mipira ya chini tunakuwa tuko low sana katika kuondosha hatari. Ukiangalia bao la pili tunafungwa siku ya Nigeria, ni bao ambalo hatuja cover vizuri mchezaji, tunafungwa. Na bao la Uganda juzi hivyo kwamba hatuna ile marking ya kukava kwamba tunafanya tushapata bao hili, tunafanya marking ya kuzuia pamoja na kwenda kushambulia. Bado mfumo unatutesa, lakini kwangu mimi sioni ajabu kwa sababu kocha ni mpya ila ameonyesha kitu, na Watanzania endapo akimwamini basi anataka kufika mbali. Kitu cha kwanza unajaribu kuangalia kwamba mpinzani wako ana faida gani kwenye kikosi chake. Kitu cha pili unaangalia madhaifu ya mpinzani. Kwa hiyo kitu cha kwanza mwalimu aelewe, hawaachii sana Tunisia kumiliki mpira, kwa sababu madhaifu ya Tanzania yameonekana kwenye mechi ya kwanza, mechi ya pili, pale ambapo timu ikiwa na mpira kimpizani na wao ndio wanaruhusu zaidi kufika katika lango lao, wanapoteza ile umakini. Ukiangalia goli ambalo lilifungwa juzi, ni namna beki mpaka Nendo Mwamnyeto kujisahau kidogo tu, mtu akascore goli. Ukiangalia goli la siku ya Nigeria, pia wamepoteza ule umakini, wameshinda goli ya kutimiza dakika 5-6, watu wamerudi. Kwa hiyo kitu cha kwanza kiwe ni hicho, umakini katika eneo la uwanja. Lakini la pili ni namna ambavyo anaipanga safu yake ya mbele. Mimi sijapendezeshwa na namna wingi zote za Tanzania zinavyocheza. Angalau Msuva anaweza akakupa hiyo kitu kwa sababu kuna wakati anakimbilia kwenye box, lakini huyu Tani Alarakia ni mchezaji mzuri, lakini siku zote wingi za kisasa ukipata mpira, kitu cha kwanza unakuwa na speed kumchanganya beki, kitu cha pili unaiangalia ile penalty box iko wapi, kwa kutegemea kwamba
lolote ambalo litatokea ndani ya pale inawezekana ukanufaika. Eneo la kiungo, ingekuwa mwalimu anataka kujaribu kuendana na kasi ya Tunisia, mimi nadhani angekuja na Alphonse Mabula katika eneo la namba 6, alafu eneo la namba 8 akaja na Haji Mnoga, kuacha kupress kwa nyuma, kwa maana tunazungumzia kwamba namba 2 aje na Aish na aje na Shomari. Shomari ni mtu ambaye ameshadhihirisha ana uwezo wa kukaba, ana uwezo ku overlap, kwa maana kuongezeka katika eneo la ushambuliaji. Unapokuwa na Haji, utapokuwa na Alphonse, alafu namba 10 twende na Miroshi, kwa maana tumetengeneza viungo watatu wenye asili ya kufika kwa uimara zaidi. Eneo la namba 11 tunaweza tukacheza kutokana na uhitaji wa mchezo, tukienda na Faisal, lakini tukiamua kwamba tunacheza namba 11 kivuli, wale ukipata mpira unakimbilia katika eneo la kati. Sehemu kubwa ambayo inawezekana watu wakashangaa sana kwa nini naamua hili. Kama ingekuwa mwalimu anataka labda kutest vizuri, namba 9 leo tungeforce kwa Nakibu kutumana na nguvu zake, pressing yake, mtu ambaye anawezekana kupata mpira na akafanya kitu. Kwenye namba 7 tukaja na Msuva ambaye atatupa ile kasi yake na uzoefu katika uwanja. Mwalimu tunaweza kwa nini tuje na Kibu? Kibu ana faida nyingi ndani ya uwanja, anaongezeka katika kukaba, ana press kubwa na ana nguvu. Kwa hiyo inawezekana ukamtumia angalau kuibakisha ile defense ya timu pinzani nyuma. Katika eneo la ulinzi, so binafsi naamini kwamba ukimwangalia Shomari, ukimwangalia Mohamed Hussein, sina tatizo nao katika hizo wingi mbili, back mbili, lakini katika namba 5 namba 4 kwa leo mwalimu angekuja vile vile, tuna Ibrahim Baka na Dickson Job. Unahitaji watu ambao watakuwa muda mwingi wapo katika umakini zaidi. Unaona Tanzania ikishinda kwenye mchezo wa leo? Bila wasiwasi misuli ipo, kwa sababu mpira wa Afrika sasa hivi unabadilika. Kama sikosei, mechi ya mwisho ambapo Tanzania walikuwa kucheza na Tunisia ilitoka 1-1 goli la Faisal Salum. Kwa hiyo inakudhihirishia kwamba kama utakuwa na approach nzuri na ukijua kwamba yani kwamba Tunisia ni anchor zaidi yako, kwa hiyo wewe unaangia na ukiangalia kwamba namna gani unaenda kudefense kwa stahili, namna gani unakuwa na umakini katika eneo lako la kiungo, namna gani ukipata nafasi unaweza kutumia, kwa sababu kitu cha kwanza usiruhusu kufungwa. Kitu cha pili, ukitengeneza nafasi moja ama mbili, tumia ili uweze kumpa pressure yule mpinzani wako. Mimi naamini kwamba kama mwalimu atakuja na approach nzuri, akijaribu kujaza viungo, kwa sababu hapa ndio napolia sana. Viungo wengi katika eneo la kati. Tunisia wanatumia sana kucheza mpira katika eneo la kati, alafu baadaye wanaondosha kupitia pembe mbili, wanakimbia. Na hasa ile mipira ya kutenga pia wanaitumia vizuri. Kwa hiyo kwangu mimi kama mwalimu atakuwa ana approach nzuri kwenye mechi ya leo, binafsi naiona kwamba upo uwezekano mkubwa Tanzania na Taifa Stars wakaenda kunufaika. Tanzania bado ina nafasi, sababu ukiangalia kundi lao alikuwa kwanza ana pointi 6 na wa pili ni Tunisia ambaye ana pointi 3. Tanzania ina pointi 1 pamoja na Uganda ina pointi 1. Kwangu mimi hapa Tanzania endapo akishinda leo, basi ana njia ya kupita kwenda 16 bora ikiwa ni best loser, na huku tukiombea mabaya kwamba Uganda na Nigeria amfunge Uganda, hapo tunaweza kufanikiwa na kwenda mbele. Kwangu mimi sioni kwamba pana njia ngumu, ila endapo tukiendea mchezo, sababu kuna kumbukumbu ambayo naamini natutesa. Ni miaka mingi sana toka 1980 hatujaweza kushinda, kwamba tunatoka na ushindi kwenye michuano ya AFCON, hatujaweza. Tunatoka draw na kufungwa. Kwa hiyo wachezaji waamini kwamba Watanzania wanataka ile furaha ya kuwa kwamba tunaiondoshaje hii historia, na historia inawezekana, kwa sababu kama alivyosema Abad Koz kwamba timu ya Tunisia inafunga lakini inafungika. Kwa hiyo mwalimu akiendea mchezo hususan kwenye kushambulia zaidi, basi tunaweza kufanya vizuri, sababu Tunisia kati ya kuzuia hako vizuri, lakini kati ya kushambulia pia wako vizuri. Kwa hiyo ni njia moja ya kuipata kwenda kuitumia na kufanya vizuri katika mechi ya leo. Kabisa. Na Abad Koz, kwako hesabu za grupu hili unazionaje kuelekea katika mchezo wa leo? Nadhani tukimtoa Nigeria ambaye tayari ameshafuzu, unakuja kuziweka kwenye grupu hizi timu tatu. Unamchukua Tunisia mwenye 3, unamchukua Uganda mwenye 1, unamchukua Tanzania mwenye 1. So binafsi kwamba Tanzania akipata matokeo moja kwa moja amefuzu. Watu usubiri kumsubiri Uganda, na ni kwa sababu ile kuangalia advantage ya magoli ambayo wamekutana kufungwa na kufungwa. Wanaruhusu ama Uganda ameruhusu magoli mengi zaidi. Mpaka sasa hivi amesharuhusu magoli 4. Katika kiwanja cha Tanzania ameruhusu magoli 2. Kwa hiyo unaona kwamba kuna advantage kwa Tanzania, endapo akipata matokeo Tanzania moja kwa moja wanaenda kufuzu kwenye mashindano. Tanzania ameruhusu magoli 3. Yes, sababu siku ya Nigeria tumefungwa 2-1 na
Yes, matatu. Na Uganda ameruhusu goli manne. Kwa hiyo bado tuna advantage kwamba goli moja liko limebakia hapa. Mimi nizungumzie jambo moja, ni kwamba Watanzania tusiwe na mafanikio ya haraka. Sababu juzi kwenye mitandao ya kijamii baada ya kutoka sare na Uganda, zilitoka kelele nyingi kwenye mitandao ya kijamii kwamba tunamweza lakini mwalimu hajafanya hivi. Naamini mwalimu anaenda na zile approach ambazo yeye mwenyewe amejipangia na anaona zinamfaa. Na juzi jana kwenye press yake amesema kwamba yeye anataka sana ushindi kuliko wa mashabiki. Na sasa hivi wamekuwa ni makocha wengi. Sababu yeye ameona kwamba bado wanamfundisha, lakini yeye anajua kwamba ana approach yake, na approach hii endapo ikitiki, basi naenda Tanzania inaweza na inakuwa ni timu moja bora sana endapo akimpa muda ukitiki kwa Gamondi, yani akikubalika, wakimpa muda, basi anaweza kufanya vizuri. Kwa Baricos mimi tumpe muda mwalimu, kwa sababu siku yote mwalimu anatengeneza kitu ambacho mwenyewe anakihitaji, lakini kwa haja kumjia ndani kidogo Gamondi, mimi nadhani kwenye uteuzi wa kikosi kidogo kuna namna ambavyo haukwenda sawa kwa 100%. Kwangu mimi binafsi, watu wachezaji ambao walikuwa na performance nzuri walihitajika kuwepo katika kikosi, lakini mwisho wa siku unakubaliana na mazingira ya mwalimu ambayo anachagua kwenye kikosi chake anachokihitaji. Tulikuwa na bahati ya kuwa na Mbwana Samata. Huyu ni mzoefu na macho na masikio pia ya watazamaji yalikuwa yanamfikiria sana, lakini hivi karibuni Mbwana Samata dhahabu kama imekuwa na matope kiasi fulani kwa baadhi ya mashabiki wa soka. Kwa mtazamo wako, unaionaje nafasi na umuhimu wa Mbwana Samata katika kikosi cha Stars? Na mtazamaji wa Fani Media, imekuwa ni furaha sana kuweza kufuatilia kipindi hiki na kushukuru sana. Kumbuka hapa ndio mwisho wa kipindi hiki, ulikuwa nami Master Shua na kupongeza, lakini pia nakuomba usikose kusubscribe, kulike pamoja na kushare katika channel yetu hii. Kumbuka mengi mazuri yatakujia kupitia channel yetu ya Fani Media. Mimi ni Master Shua.